Katika safari ya mafanikio ni muhimu kuelewa kuwa si kila jambo linalokuvutia lina thamani au manufaa katika maisha yako. Katika makala hii tutajadili mambo matatu muhimu ambayo yatakusaidia kuboresha maisha yako na kufanikisha malengo yako. Jambo la kwanza, jiboreshe katika vitu sahihi. Moja ya changamoto kubwa katika maisha ni kujiboresha kwenye mambo yasiyo na maana. Watu wengi wanajikuta wakitumia muda mwingi kwenye burudani na anasa huku wakisahau majukumu yao ya muhimu. Kwa mfano, wanafunzi wengi wa vyuo vikuu hutumia muda wao mwingi kwenye starehe na sherehe za mwisho wa wiki badala ya kujikita katika masomo yao. Ni muhimu kutambua kuwa kila mtu ana seti ya majukumu ambayo anapaswa kuyatekeleza. Mwanafunzi ana jukumu la kusoma kwa bidii ili kufaulu na kujenga msingi bora wa maisha yake ya baadaye, na vile vile mzazi ana wajibu wa kuhakikisha familia inapata mahitaji ya msingi. Hata hivyo, mfumo wa elimu mara nyingi hautufundishi kuhusu maisha ya baadaye baada ya shule au ujuzi wa vitendo. Kwa hiyo ni muhimu kujiboresha kwenye mambo ya msingi ambayo yatakuletea manufaa katika maisha yako. Jambo la pili ni kuandaa mpango kazi maalum. Kuweka malengo na mipango ya maisha ni muhimu ili kuimarisha maisha yako siku baada ya siku. Kitabu cha On the Shortness of Life kilichoandikwa na Seneca kinahimiza kujifunza kupanga maisha yako kama unavyopanga hesabu za biashara. Seneca aliwashauri watu kuandaa mpango mzuri wa maisha ambao unawasaidia kuelewa kinachoingia na kinachotoka katika maisha yao. Kwa hivyo, panga mpango mzuri wa maisha yako ili usipoteze muda mwingi kwenye mambo yasiyokuwa ya msingi. Sasa hebu tuangalie namna ambavyo unaweza kupanga mpango wa maisha yako. Jambo la kwanza, fanya tathmini ya malengo yako ya muda mfupi na mrefu. Na jambo la pili, angalia ni wapi umekosea na jifunze kutokana na makosa hayo. Na jambo la tatu, unda mpango unaoeleweka na unaotekelezeka. Na jambo la nne, pima maendeleo yako mara kwa mara ili kujua kama unafuata mwelekeo sahihi. Sasa tuingie kwenye jambo la tatu. Soma vitabu na jifunze kila siku. Kujifunza si kwa ajili ya mitihani pekee, bali ni kwa ajili ya kuimarisha maisha yako. Elimu haina mwisho, na kujifunza vitu vipya kila siku ni ufunguo wa maendeleo binafsi. Sasa hebu tuangalie faida za kusoma vitabu. Kusoma vitabu kuna faida zifuatazo. Ya kwanza, kuboresha ujuzi wa mawasiliano. Jambo la pili, kujenga uwezo wa kufikiri kwa kina. Na tatu, kupata mawazo mapya na mitazamo mipya. Na nne, kuwa na ufahamu mpana kuhusu masuala mbalimbali ya maisha. Mfumo wa elimu umewafanya wanafunzi wengi kuona shule kama kero badala ya fursa. Wengi wanaona kumaliza shule kama mwisho wa kujifunza, hali inayowafanya kukosa ari ya kusoma vitabu au kujifunza zaidi baada ya kuhitimu. Ukweli ni kwamba kujifunza ni mchakato wa kudumu ambao unahitaji kujituma na kujenga tabia ya kusoma mara kwa mara. Teknolojia, hasa mtandao, imeleta mapinduzi makubwa katika elimu na kujifunza. Kwa kutumia simu janja na kompyuta, mtu anaweza kujifunza karibu kila kitu, kutoka kwa stadi za kazi hadi falsafa na sayansi. Lakini ni muhimu kutumia teknolojia kwa njia bora na yenye tija badala ya kupoteza muda kwenye burudani zisizo na maana. Sasa, ili uweze kutumia mtandao kwa ufanisi na ubora zaidi, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tumia internet kujifunza stadi mpya au kuongeza maarifa yako. Na pili, epuka kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii bila lengo maalum. Na jambo la tatu, tafuta maudhui yenye thamani ambayo yatakusaidia kujenga msingi imara wa maisha yako. Moja ya changamoto kubwa katika jamii yetu ni kuweka kipaumbele kwenye maarifa yasiyo na manufaa. Tunapoteza muda mwingi tukijadili masuala kama vile timu za mpira au maisha ya watu maarufu badala ya kuwekeza muda wetu
kujifunza vitu vyenye kutusaidia kuboresha maisha yetu. Sasa hebu tuangalie namna ambavyo unaweza kuchagua maarifa yenye thamani. Jambo la kwanza, uliza mwenyewe, maarifa haya yananisaidia vipi kuboresha maisha yangu? Jambo la pili, tafuta maarifa yatakayokusaidia kukua kiakili, kitaaluma na kiroho. Na jambo la tatu, epuka mambo ya kupoteza muda na badala yake jikite katika maarifa yatakayokuinua. Sasa napokuwa nikikaribia mwisho wa video hii, naomba niongee mambo haya. Kufanikisha maisha si jambo la kubahatisha, bali ni matokeo ya maamuzi sahihi na kujituma kwa bidii. Unapojiboresha katika vitu sahihi, kupanga mipango ya maisha na kutumia teknolojia kwa hekima, utaweza kujenga msingi imara wa maisha yako. Kumbuka kuwa maisha ni safari yenye changamoto, lakini kwa nidhamu, kujifunza bila kuchoka na kuchukua hatua sahihi, unaweza kugeuza ndoto zako kuwa ukweli. Endelea kujifunza, kuwa bora zaidi kila siku ili maisha yako yawe na maana na mafanikio ya kweli. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni mambo gani kati ya haya niliyoyafundisha leo umekuwa hauyafuati katika maisha yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi na kuboresha maisha yetu kwa ujumla. Asante sana kwa kufuatilia video hii. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kujifunza maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.